Wanaume wawili Wayahudi wamechomwa visu katika eneo la Golders Green, kaskazini mwa London katika tukio lililotangazwa na polisi kuwa la kigaidi. Wanaume hao wawili waliotajwa kama Shalom Rand na Moshe Shein walipatiwa matibabu katika eneo la tukio na sasa wako katika hali thabiti hospitalini kulingana na polisi. Polisi wamesema mwanaume mwenye umri wa miaka 45, raia wa Uingereza alizaliwa Somalia, alipigwa kwa bunduki ya umeme yaani tesa na polisi kabla kukamatwa kwa tuhuma za jaribio la mauaji. Mshukiwa huyo kwa sasa yuko rumande. Waziri Mkuu Keir Starmer amesema shambulio hilo la chuki dhidi ya Wayahudi ni la kusitisha sana, akiongeza kuwa mashambulizi dhidi ya jamii yetu ya Kiyahudi ni mashambulizi dhidi ya Uingereza. Polisi wamesema maafisa wao walitikia tukio hilo Jumatano baada ya kupokea taarifa kuwa watu walikuwa wamechomwa visu. Mshukiwa huyo pia alijaribu kuwachoma visu maafisa waliokuwa wamefika eneo la tukio, lakini hakuna alijeruhiwa. Polisi walitoa picha za tukio hilo kutoka kamera zilizovaliwa na maafisa, ambapo anasikia akiamrisha mshukiwa mara kadhaa alale chini kabla ya kumshambulia kwa tesa na kisha kumwamuru achie kisu. Imeelezwa kuwa mshukiwa huyo alikuwa na historia ya vurugu kubwa na matatizo ya afya ya akili. Wachunguzi wanaamini mshukiwa huyo alikuwa katika tukio lingine la awali katika eneo hilo. Mkurugenzi wa polisi na kupambana na ugaidi nchini Uingereza, Lawrence Taylor, baadaye alitangaza rasmi tukio hilo kuwa la kigaidi. Rabi Mkuu Ephraim Mavis, ambaye anawakilisha jamii kubwa zaidi ya Wayahudi nchini Uingereza, amesema tukio hilo linathibitisha kuwa utu wa Myahudi unaonekana wazi, hauko salama na hatua zaidi zinahitajika. Shambulio hilo linakuja chini ya wiki moja baada ya jaribio la uchomaji moto dhidi ya ukuta wa kumbukumbu wa eneo la Golders Green na zaidi ya mwezi mmoja tangu magari ya wagonjwa yanayoendeshwa na shirika la matibabu la Kiyahudi Hatzolah kuchoma moto.